tukiwa katika hiyo hali, ningependa ukaweza kukumbuka taifa letu. Kumbuka viongozi wote ambao wamesimamia hii taifa katika jina la Yesu. Kumbuka projekti zote katika hii taifa. Kumbuka ministry zote katika hii taifa katika jina la Yesu. Tuendelee Mungu, tunakushukuru Yesu. Tunasema wewe Mungu mkuu. Ni asante kwa kutupea taifa la Kenya. Ni asante Mungu wa majeshi kwa ubali ambao umefikisha hii taifa. Jina lako litukuzwe Baba. Jina lako lihimidiwe ukiwa katika kiti chako cha enzi. Ni asante kwa maana ulilijua sahihi. Baba, ulijua taifa hili kitambo katika jina la Yesu. Ni asante kwa ubali umelifikisha. Tunashukurani mbele zako. Ni asante Mungu wa majeshi kwa viongozi wa taifa la Kenya. Ni asante kwa president. Asante Baba kwa naibu wake, wale wote ambao wanaofanya kazi na wewe Baba, tunawakabidhi mikononi mwako. Jehova, ni asante kwa umbali umewafikisha. Endelea kuwainua katika jina la Yesu. Ninawaombea hekima ya ajabu ikaweze Baba kutamalaki juu yao katika jina la Yesu. Ni asante kwa maana utawawezesha. Ni asante kwa maana utawainua. Ni asante kwa maana utawaongoza katika jina la Yesu Kristo. Ninawaombea hekima yako. Ninawaombea kibali chako wanapoongoza taifa hili. Ili Mungu wa majeshi ukawasaidie. Hawawezi bila neema yako. Ninawaombea kibali. Ninawaombea uwezo wako katika jina la Yesu Kristo. Ni asante kwa maana unawajua zaidi. Ni asante kwa maana unawajua zaidi. Endelea kuwabariki na kuwainua katika jina la Yesu Kristo. Ni asante. Oh,
asubuhi njema, nafurahia Mungu. Nimeona ukuu wake. Bwana asifiwe. Siku ya leo naitarajia tu, lakini najua kuifikisha iko mikononi mwa Mungu. Nashukuru kuokoka, jaribu kudumisha wokovu, sababu najua wokovu pale itanifikisha. Bwana asifiwe. Nangojea kuona ufalme wa mbinguni. Tunaambiwa iko manyumba ya dhahabu, iko mambo mazuri, na mimi natarajia. Najua ya kwamba lazima nitende kadiri ya mapenzi ya Mungu, ndio nikaweza kuingia hiyo mji. Bwana asifiwe. Kitu ya kwanza tutainuka, tusifu Mungu, kiendelea tuwe tumebarikiwa. Najua Mungu ako pamoja nasi, Roho wake Mtakatifu, tumuinue, tumusifu, atatuelekeza sababu ni Mungu. Kwenye kutuongoza tafadhali njeni mbele na Mungu atakubariki. Oh,
when we are ready to hear your word. We call for your grace this afternoon. We call for your power. As we minister your word, let your Holy Spirit move. Let your power be our portion. The ones we shall utter, O Lord, put them in our mouths, that we shall deliver your will to your people. Welcome your Holy Spirit today. In Jesus' name, we pray as we receive your word. Amen. 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 Praise the name of the Lord. I want us to hear the word of God. And today we shall read several verses, a sequence of verses, where we shall derive some examples of the word of God, and God will minister to our lives. Today I want to speak about dealing with the altars that speak in our lives. Praise the name of the Lord. Briefly, I want to define what is an altar. An altar is a platform which is raised where sacrifices are offered. Praise the name of the Lord. And when we speak of altars as being raised platform, they are things which come across, or we find them in our lives. Praise the name of the Lord. Because everything you see happening under the sun, it has a cause or a source. Praise the name of the Lord. There are altars of prosperity in our lives. There are altars of downfall in our lives. And if you will not recognize them as a believer, if you will not recognize them while you are living, they will disturb you the rest of your life. Praise the name of the Lord. Every one of us has a family background. There is what we call generational issues or genetics. Because when I was in a class studying about reproduction, there is what we call genetical value or issues, whereby you have your generation. Because I am from my family. You are from your family. And when I check in our family, I can see several things which happens. They were with my grandfather, the characteristic, the traits. I see them in my father. I see them in myself and in my brothers and sisters. The same case applies to you. There are things which when you check, you feel this is the blood of our fathers. I'm laying the background for the one. And I remember there is a time I talked about these things. And God who wants us to hear the same today, so that we can come out of the bondage where we are living in.
nigetha tumiokombole uria tuturaga. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwo. A church of Christ, unless you understand this. Na kanitha wa Kristo tiga twerewe u. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwo. The word of God in the book of Isaiah chapter number 51. Kiugo kia Ngai ni kule Isaia 51. Isaiah chapter number 51. Isaya 51 verse number 1. Mubali wa mbere. The Bible says, Kirikano kirauga, listen to me, you who pursue after righteousness. Tandikiriria mwe musaragia njira cio thingu. The servant of God or the prophet Isaiah Ndungata ya Ngai kana munabii Isaya was not speaking to anyone, ndarageria mundu wa guo, but he was speaking to the people who pursue after righteousness. no arageria andu aria masaragia uthingu. And the meaning of the word righteous, or the people who pursue righteousness, Na kiugo kusaria uthingu they portray the character of being righteous. ni andu aria monanagia mutugo wa uthingu. And being righteous is to be put right with God. Na ukorwo wi muthingu ni ukorwo wikaranitie na njira iria yagirire na Ngai. And when you are made right with God, Na wona we gwithanwa na Ngai, it means that you came to a point and you acknowledge God in your life. uguo ni kuga no akinyire vandu wa kura na Ngai muturire waku. Praise the name of the Lord. Mwathani At the arogocwo. moment you acknowledge God Na warikia gukura na Ngai ni wa and muturire, you make Him Lord over your life, no mutue mwathani muturire waku. now you are qualified to be called righteous. Riu ugakiruka ikero cia gutue That is the mwitu. first part of righteousness, which is called positional righteousness. Iyo ndio sehemu ya mbere ya uthingu iria itagwa ya kana kamwanya kala bigitwe. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwo. God sees you as if you've never sinned because you are made right with Him. Ngai agakuona ta mundu tanevia ndu nwe gwithanitwe nake. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwo. The second part of righteousness, of those people who pursue after righteousness, Rotengiva andu aria masaragia uthingu is that the practical part of it, ni kurutithia wira uthingu ucio. God sees you as if you have never sinned. Ngai agakuona ta kwa You tanevia. have to practice that. No nginya urutithia undu ucio wira. You forsake every type of sin. Ukamenguthera media ma muthemba wa You do guothe. the will of God. Wike wendi wa Ngai. So these people who pursue righteousness, Andu aya makorwo magicaria uthingu and you who seek the Lord, na mumusaragia Ngai. praise the name of the Lord. Yesu arogocwo. Look to the rock from which you were cut, Taronia wecorania ngoro wa ithiga baria riria watinirio kumana nayo. and to the quarry from which you were hewn. Na kwareri iria wenjirwe. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwo. Here the word of God is saying, Aba kiugo kia Ngai kirauga there is a stone from which we are cut, kwina ithiga watinirio kumana nayo. and there is a quarry from which we were hewn or dug. Na gwikwa iria ithiga riu rienjirwe. Praise the name of the Lord. Mwathani Church arogocwo. of Christ, if we behold at this, Kanitha wa Kristo twaroria undu uyu. it means we shall reflect Undu ucio ni kuga nitugubata wicurania. on our background. Kuria tumite. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwo. And then they will dictate our lives. Na undu ucio ni ukubata gutongoria miturire yetu. And when we look at them, Na twaroria undu ucio. verse 2 says, Bari wakaire ukauga. look to Abraham, your father, Na tuotheria Abrahamu ithe wenyu. and Sarah, who gave you birth. Na Sara uria wamuciarire. When I called him, Riria namwitaga. he was but one, and I blessed him and made him many. Na murathimire ayo wa wenga. Na ngicoka ngimurathima ngituika engi. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwo. So these people from Israel, Koguo andu aya a Israeli. their background was Abraham Kiugo kiao ni Ibrahimu and Sarah. na Sara. God called them from their motherland Ngai akimeta kuma ngorori and told them, yao. come, I will bless you, Akimera umai. and I will take you to the place Ni ngomurathima ni mutware kundu. where I have purposed. Kuria mbagita kumubira. Praise the name of the Lord. Yesu arogocwo. Neno la Mungu limetuleta katika mawe tuliyokatwa ndani yake Kiugo kia Ngai gatuleta mathiga maria twatinirio. na mahali tulipochimbwa katika kware. Na kwarere mathiga maumenjirwe. So Abraham is the father of faith. Ibrahimu nene wa And wĩtĩkio. the Bible says by believing God, Na kĩrau kĩrĩkanĩro kĩrauga kũmĩtũkĩra Abraham was counted
for him as righteousness. Ibrahimu agetarwa aye muthingu. So after he was counted being righteous, Alikia gutarirwa uthingu. kulikuwa na shida katika maisha yake. Kwani na thina muturira wa Yes, Mungu alimtoa kwao. Nema. Mungu alimtoa kwao. Kaini wamurutiria kwao. Akamwambia toka katika nchi ya Wakaldayo. Akimwe ya mururi wa Kaldayo. Uende katika mji ambao nitakupea. Uthi mururi ule ngakuonia. Praise the name of the Lord. Mwathani arogoco. Open with me in the book of Genesis chapter number 20. Ukabikoro bamwana ni thini wa kiambetia 20. Verse number 1 Mubali wa mbere. to verse number 4. Nginya mubali wa kana. Genesis chapter number 20. Kiambetia 20. Verse 1 to verse number 4. Mubali wa mbere nginya wa kana. Kuna madhabahu yalikuwa yananena katika maisha ya Abrahamu Kwena igongona ciaragia kariuka na mitungu. ambayo yalimsumbua kama baba wa imani. Na igongona icio ni cia mutheniria anaenda wa wetekio. Ikasumbua watoto wake. Ikimudhenia nginya ikithenia ciana ciake. Ikasumbua mpaka wajukuu wake. Ikithenia nginya kauma tumato wake. Praise the name of the Lord. Mwathani arogoco. Na kuna madhabahu ambayo ilikuwa inajengwa Na kwena igongona ciaka. na hii haikuwa ya Abrahamu peke yake. Na hiki etega Ibrahimu. Hii ni kumaanisha alikuwa ameigawa kutoka nyumbani kuona kwa wazazi wake. Ugone kuga kiondo giki akirutete kwa aciari. Biblia inasema Kirika ni okirauga. Genesis chapter 20 verse number 1. Kiambiria 20 mubali wa mbere. Now Abraham moved from there into the region of the Negev. Nake Ibrahimu akiuma kuu itura riria Negevu. And lived between Kadesh and Shur. Nake thia agitura gatagati ka Kadeshi na Shuri. For a while he stayed in Gerar. Na wakaminda agikara Gerari. And there Abraham said to his wife Sarah. Na bau Ibrahimu akira mutumia wake Sara. She is my sister. No. I will repeat. Ningutokera. For a while he stayed in Gerar. Wakaminda agikara ku Gerari. And there Abraham said of his wife Sarah. Na aliko Ibrahimu akiaria goro wigie mutumia wake Sara. She is my sister. Akiuga ati Sara ni mwari wa maitu. Then Abimelech, king of Gerar, sent for Sarah and took her. Na kama muthamaki wa kuweta kwa Abimeleki agitumanira Sara areto kulike. But God came to Abimelech in a dream one night. No kaya kimerera Abimeleki kiroto le utuko umwe. And said to him, Akimwira atiri, you are as good as dead. we ndwina ngurani na mundu mukuo. Because Nyondo of the woman you have taken, she is a married woman. nindu mutumia ucio wosete ni mutumia mubiku. Now Abimelech had not gone near her. Nake Abimeleki ndamukubiriritie. So he said, Lord, will you destroy an innocent nation? Koguo nake akiuga atiriri, mwathani nukuthiria bururi utari na ucuke. Did he not say to me, she is my sister? Githe tekio araugire ati mutumia wake ni mwarwa nyina. And didn't she also say, he is my brother? Na ndiko wanake Sara taraugirwo ni murwa maitu. I have done this with a clear conscience and a clean hands. Undu ucio ni wikite na meciria marungaru na njara itari na ucuke. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwo. Here we see Abraham, the father of faith, Agakorwo Ibrahimu ithe wa witikio. having been called by God, Etitwe ni Ngai and he had already left his homeland. na no atiga bururi wao. And now he is here. Na abari ni bwari. The Bible says that he went from where he was living Kirika no kirauga akiuma kuria aturaga. and went from Negev and lived between Kadesh and Shur. Na kuma Negevu akija akitora gatagati ka Kadeshi na Shuri. And for a while he stayed in Gerar. Na kwa kawaida yeye kana kubeta kwa Gerari. Na alipokuwa huku Gerar, Na Gerari ilikuwa nchi ya Wafilisti. wa bururi wa Filisti. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Na hao Wafilisti mfalme wao
aliitwa Abimeleki. Na Afilisti muthamaki wao yatagwo Abimeleki. Na wafalme kama vile mnavyojua, ama watu wakipata majina makubwa ama wakipata vyeo, Na thamaki watoleo kumese kana ndo magia marito manene. ama wakipata pesa, Kana maana giambia. wanafikiriaga kuhusu nyama na wanawake. Mesi ndio baro wa kulea nyama ndio vina atumia. Kana ziwe sana. Mwana ni arogo. Abimeleki kwa cheo chake, Kwa hivyo Abimeleki akiwa kwa cheo chake, ngine ndo wathamaki wake. alipoona kuna mtu amekuja kuishi hapa, Riria onire kwe mundu arora gutura guku. na kwa sababu Sara alikuwa very beautiful. Na ndio mutumia Ibrahimu Sara ayi muthaka muno. Bwana asifiwe. Yesu arogocwa. Akorwe kana netia na mutumia kana mwana mwareta mwere Sara abana tawe. Kama umekaa karibu na mwanadada mwambie Sara alikuwa anakaa kama wewe. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwa. Haleluya. Haleluya. So alipoona bibi yake ni mrembo, Riria onire mutumia wake ayi muthaka. akaona hapa nitauliwa kwa sababu yake ndio wampate. Akiona riwa kama muthamaki no kumburaga nike tause mutumia. Because there was a gene in himself Ni undu kwari na kiundu kia undu thini wake. of the fear of tomorrow of what could happen to him. Gwitigira uria undu ngikika rucio. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwa. Aliogopa kufa aache mke wake. No etigagira gukua atige mutumia. So ile madhabahu ambayo ilikuwa triggered in Abraham Koguo kigongona kiria kiaraonire thini wa Ibrahimu ilikuwa ya uongo. yaikia mameni Akaambia bibi yake, akira mutumia wake when we get there, wana kwa kinya bururi ucio don't say you are my wife. ndukawe mutumia wakwa Say you are my brother, my sister, uga we mwarwa maito and I am your brother. nani ni muru wa nyukwe. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwa. Wanawe korwa niwe wonete gaga kega na kai na muru wa nyina kana muru wa nyina wanendo mukenda. No ni mukawene. Kwa sababu aliona shida ni labda mtu awe bibia mwenyewe. Si akapenda huyu. Kwa hivyo Abimeleki akienda mutumia wa Ibrahimu. So Ibrahimu akasema huyu ni dadangu walipokuwa nazungumza na Abrahamu. Matiane na Ibrahimu akira Abimeleki huyu ni mwarwa maito. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwa. So ile madhabahu ilikuwa katika familia ya kina Ibrahimu. Koguo kigongona kiria kiathanditwe familia ya Ibrahimu. Mara moja ilichipuka uongo. Ikiumeria kia babeni. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwa. Na hiyo wakati ilichipuka ya uongo, Na kiumeria uguo naye Abimeleki akamchukua Abimeleki aliosa mutumia wa akaenda Ibrahimu. naye. Akithi na mutumia wa Ibrahimu. Usiku Mungu akamwamsha, Utuko ngai yake Mungu akamwambia, sikiza mfalme, akipora muthamaki. wewe na yule amekufa hamna tofauti. Wewe na ngorani na mundu muku. Wewe ni kama umekufa, Obana tutakimba. kwa hivyo jiandae na kuua. Owe balerie ngorage. Akamuuliza kwa nini Mungu. Akimori mwathani ngoragire. Mungu akamwambia kwa sababu mke uliye naye ni mke wa wenyewe. Ngai akimwira tondo wena mutumia wene. Niwe na mundu akimetia nuitetagira. Unakuta hata mtu akikosea anajitetea. Ibrahimu akaambia Mungu, huyu Abimeleki akaambia Mungu, Muthamaki akira ngai ya kwamba huyu mimi sijui kama ni mke wa mtu. uyu nie ndise kana mutumia wa mundu. Mwenye walikuwa na yeye aliniambia ni dadake. Undu ule maraukira nake arambirie ni mwarwa nyina. Naye mwenyewe akatoa ushahidi akasema huyu ni ndugu yangu. Na wanake mutumia uyu auga ule ni mwarwa maito. Praise the name of the Lord. Yesu arogocwa. Mungu akaambia Abimeleki kumrejesha haraka mbio. Ngai akira Abimeleki mucoke kwi mwene na ithenya. Akauliza Mungu, why an innocent soul or a nation shall suffer? Abimeleki akiuria ngai ruri rutai no cuke rungituika rwa kuberithwa niki. Kwa mambo ya kuwekelewa. Ni ndo maundu ma kuigirirwa. So these altars which were operating in Abraham, igongona icio ndale ya mutore wa Ibrahimu. they could have caused destruction of all the Philistines. Ni ingiatumire Afilisti othe mathirua. Because of the key. Ni undu wa muthamaki. Praise the name of the Lord. Yesu arogocwa. Church of Christ, you must understand what is being triggered in our lives. Kanisa wa Kristo no nienda uko kiria kiara uragwa thini wa miturire. When we are in a situation and we need to save ourselves, Ria twi harire turabatara kwivonokia. what is being triggered
bodyguard ni design gani ambayo unaletewa katika maisha yako ya kujinasua? Nedwe uletagirwa thini wa muturege au kuruta mutagori. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwo. Madhabahu yanajengwa kwa maneno ya unayonena ama iliyonenewa. Igongona ciakagwo kuvitukira ciugo iria waragia. Praise the name of the Lord. Yesu arogocwo. Kuna maneno yalinenwa na huyu Ibrahimu akasema huyu ni dada yangu. Vigo icio ni Ibrahimu atiuga ni mwarwa maitu. Naye mke wake akasema huyu ni ndugu yangu. Na kama mutumia akiuga ni mwarwa maitu. Bwana asifiwe sana. Yesu arogocwo. Hiyo ni madhabahu ilijengwa na ikanenewa. Ndio igongona ya kiro na italirwa. Yeye hakujua kama it will affect even his children. Ndamenya kana gigekanira nginya ciana. When you get to Genesis chapter number 26. Wauka kiambĩrĩria 26. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwo. I said we shall have a series of scriptures. Mbugire nĩ tũkwa twĩna maandĩko mengi matiganĩte. Genesis chapter number 26. Kiambia 26. Verse 1. Wali wa mbere. Now there was a famine in the land. Gũkĩgĩa ng'aragu bũrũri-inĩ. Besides the earlier famine which was there in the time of Abraham. Kando na ng'aragu ĩrĩa yakumendia Ibrahimu. And Isaac went to Abimelech, king of the Philistines. Nake Isaka akĩthiĩ kwa Abimeleku mũthamaki wa In Isiraeli. Gerar. Kũrĩa Gerari. Ona sasa. Naroria rĩu. Njaa imeingia. Ng'aragu nĩ yaũka. Isaac the son of Abraham. Isaka mũriũ wa Ibrahimu. Akatoka akateremka kwa mfalme wa Filisti. Kule baba yake alikuwa ameteremka. Auma atiko mũthamaki wa Filisti wa kũrĩa ende athiĩte. Na alitoka kwa sababu kulikuwa na njaa isipokuwa ile ilikuwa wakati wa Ibrahimu. Athuturura nĩ ng'aragu watere arutururĩte na Ibrahimu. Because the Lord appeared to him and said, do not go down to Egypt. Nĩũndũ Ngai nĩwamumĩte kama ndũkathiĩ Misiri. Stay in this land Ikara bũrũri-inĩ ũyũ for a while. gwa kahinda. And I will be with you and I will bless you. Na nĩgũkorwo nĩ mamana na ngũrathime. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwo. Verse number 6. Wali wa gatandatũ. So Isaac stayed in Gerar. Koguo Isaka agĩikara Gerari. Verse 7. Wali wa mũgwanja. And when the men of that place asked him about his wife, Na rĩrĩa arũme a bũrũri ũcio mamũrĩrie maroirie mũtumia he wake. said, Akiuga atĩrĩ, she is my sister. ũyũ nĩ mwarwa maitũ. Underline this one. Kururĩra thau. She is my sister. Ũyũ nĩ mwarwa maitũ. The same one the father used. Ciugo iria ciagwetirwo nĩ ithe. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Because he was afraid to say she is my sister. Ũndũ nĩ wetigagĩra akuga ũyũ nĩ mwarwa maitũ. The same fear his father had. Guoya weyo ithe arĩ nayo. The same was in him. Guoya ĩyo ĩkĩmũingĩra. He thought the men of that place might kill me on account of Rebecca because she is beautiful. Gĩciria andũ etũranu nĩ makũmũraga nĩ ũndũ wa mũtumia wake Rebeka tondũ anake arĩ mũthaka. Aromea mayatumia na kama ile nari. Wale wanaume ambao wanawake warembo wako kwa shida. Maturaga na the fear of the unknown. Maturaga metikagĩra yondu mataramenya. Amatakumia umwe. Ataenda huko apate mwingine. Ndio ukioria nĩ gĩkĩ. Mũndũ mũthaka koragwo bana atĩa. Sasa swali ni nje, mtu huyu mrembo kwani anakaaje? Ndio naje sio makaruka na kauri ya pasta. Hiyo yana. Sasa kuna mwingine ameanza kuuliza pasta ameanza kuongea namna gani? Mtu mrembo anakaa kama nani? Mundu ucio muthakae gakoragwo bana tau. Anakaa kama wewe. Akoragwo bana tawe. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwo. Tauria mũno ng'ombe thuri waku nĩ ndigagĩra kana ũmwe. Bana siweza. Mwathani arogocwo. Bana siweza. Yesu agocwo. Nĩkorwo nĩrathiĩra bana. Jana alienda mahali. Nathiĩ bandũ. Alipoenda mahali. Rũmbo ndĩrainagwa. Wimbo ulikuwa unaimbwa. Rũkinwa. Wimbo ukiimbwa. Nĩguo ũmwe auga ndĩrenda kũroria acio maraina. Mmoja akasema nataka kuangalia hao wanaimba. Nĩguo ũcio kuga ndae mũndũ. Nisikie huyo ambaye atasema hana mtu.
no rĩu no rasportaga ũrĩa kauga ndae mũndũ ũrĩa, lakini alikuwa anaangalia akisema yule akifanya makosa aseme hana mtu. nitapita na yeye. No gotweka wakwa. So Isaac feared Isaka agetigira that he could be killed, that his wife could be taken because she was beautiful. apeno kora kwa mutumia akoso etondo ale muthaka. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwa. Lakini shida haikuwa yeye, No thina ndwareke hata kuogopa haikuwa yeye. anagwetigira tike Kile kilikuwa kinamsumbua kile kya muthinagia ni kile kilikuwa kina happen kwao, ni magongona maria mabuthikaga kwao. sababu yale maneno yote yaliyonena Ndio nisigo ile cionthe aririe ndiyo baba yake alikuwa ananena. no acio ithe aragia. Kwa hivyo itakuja kuaffect maisha yake. Koguo undu ucio ugoka gucenjia kuthinia muturire wake. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwa. Biblia inasema mstari wa 8. Kĩrĩkanĩro kĩa gũthiĩ na mũbari wa kanana. When Isaac had been there for a long time, Isaka ekarĩte gũkahinda karasa. Abimelech, king of the Philistines, looked down from a window and saw Isaac. Abimeleki mũthamaki wa Filisti akĩrorereria ndiricari akiona mũtumia wa Isaka. He saw Isaac Akiona Isaka caressing with his wife. makĩthaka na mũtumia wake. Abimelech waore athamaki mwana ngoma nyingi muno. Mfalme yule tu. Ndomana mukethia kibera ndaithina. Mtu mmoja alisalimia mtu mmoja akamwambia hana shida. Piga ndio wa kawaida. Isipokuwa ile shida ya kawaida. Na mmoja ndio wa kawaida ndio liko. Akamuuliza shida ya kawaida ni gani? Abera kande na gwane mbia na wendo. Akamwambia yeye usumbuliwa na pesa na upendo. Ulia kulia mbia na ulia kwenda naendane. Na vile atapata pesa ama apendwa ama apendane. Kumbe hapo kama Abimelech. Kumbe tu ni kama mfalme Abimeleki. Bia inazio. Pesa alikuwa nazo. Uno wale anaona akienda kwenda. Ni yule tu akipata mmoja anataka kumpenda. When Abimelech saw Isaac caressing with his wife, Rĩrĩa Abimeleki onire Isaka magĩthakania na mũtumia wake, he summoned Isaac and said, agĩta Isaka akĩmwĩra, she is really your wife. ũcio nĩ ma nĩ mũtumia waku. Why did you say she is my sister? Waugire nĩ mwarwa maitũ nĩkĩ? Hakujibu. Isaka ndacokia, Kwa sababu shida haikuwa yeye, hata yeye hajui kwa nini aidanganya. nĩ ũndũ thĩna ndwareke onake ndamenyaga nĩkĩ aratenania. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwo. The things which you pass by in your life, Maũndũ marĩa wĩtũkagĩra mũtũrĩre-rĩ, the things you go through in your life, maũndũ marĩa wĩtũkagĩra mũtũrĩre-rĩ, you may not have a clear reason as to why they are happening. ana rĩmwe no tuge gĩtũmi gĩkinyanĩru mekĩkaga. You don't have a reason as to why you are doing them. Ana ndũramenya ũmekaga nĩkĩ. Just because they are authors which are speaking in your life. Nĩ ũndũ nĩ igongona iraria mũtũrĩre waku. Bwana asifiwe sana. Jesu arogocwo. Genesis 27. Kĩambĩrĩria 27. This altar which was built by Abraham, Igongona gĩkĩ gĩakirwo nĩ Ibrahimu, it came down to Isaac his son. gĩakorera Isaka mwanake wake. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwo. And as they were dwelling there in Gerar, Na matũrĩte kũu Gerari, and after he prospered, na arĩkia kũgacĩra mũno. prosperity is not an issue. Kũgacĩra mũno ti thĩna. But there are authors which are speaking in your life and they will affect No. generations. No kwĩ igongona ikorwo ikĩaria na mũndũ mũgacĩru na ithĩnie njiarwa. And when they speak in your generations, Na ciarĩria njiarwa ciaku, they may affect you if not physically, spiritually. ikũthĩnithie akorwo ti mwĩrĩ nginya kĩroho. Because Abraham being the father of faith, Nĩ ũndũ Ibrahimu arĩ ithe wa wĩtĩkio. if you get to the book of Revelation, No gathiĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa kũguũrĩrio. you will find that and outside the city, No gũkora atĩ nja ya itũũra they are dogs, kwĩna magui, witches, andũ arogi,
prostitutes, agũri and ũmaraya all, na we kurira all na arĩa othe liars. mathenanagia. So if there will be an altar of lie, Koguo okorwo kwĩna kĩgongona kĩa matheni which shall not be dealt with in your life, kĩrĩa kĩo gĩtagũcugũrĩkĩra mũtũrĩre waku, it will affect nĩ gĩgakũthĩnia your eternity. nginya ona tene na tene. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwo. Because it will manifest on this life, Nĩ ũndũ gĩkĩonanagia mũtũrĩre ũyũ and it will speak great in your eternity. na kĩaria maũndũ manene mũtũrĩre ũrĩa ũgaũka. So this same Isaac, after he lied to Abimelech, Koguo Isaka ũyũ arĩkia kũmenya Abimeleki, the same which his father Abraham lied. woguo tu ithe athenanirie. You get to know to chapter number 27 verse 1. Twagũthiĩ 27. When Isaac was old, rĩrĩa Isaka akũrire and his eyes were so weak that he could no longer see, na metho make makĩthira thĩnya atĩ ndangĩonire, he called for Esau his son agĩĩta Esaũ and mũrũ said to wake, him, akĩmwĩra atĩrĩrĩ, "My son, mũrũ wakwa, here I am." He answered. nĩ ava. Isaac said, "I am now an old man and don't know the day of my death. Isaka akiuga rĩu nĩ mũndũ mũkũrũ na ndicĩngakua rĩ. Now then, get your weapons, your quiver and a bow, and go out to the open country to hunt some wild game for me. Rĩu oca mũguĩ na ũta ciaku ũthiĩ bũrũri wa kũraca ũmwemere kĩndũ ndĩe. Prepare me a kit of tasty food I like, and bring it to me to eat, so that I may give you my blessing before I die." Mbarĩria kĩndũ gĩa tũirio twega nĩkenda ndie ngũrathime mbere ya nguĩte. Sikia hii sasa. Thikĩrĩria Verse 5. mbarĩ wa gatano. Now Rebekah was listening as Isaac spoke to his son Esau. Nake Rebeka nĩwe athikagĩrĩria Isaka akĩra mũrũwe Esaũ. And get when Esau left for the open country to hunt game and bring back, Rĩrĩa Esaũ aumire nĩgetha gĩthaka rĩa kaguĩme ũrĩa athirwo nĩ ithe, Rebekah said to her son Jacob, Rebeka akĩra mũrũ wake "Look, I overheard your father say to your brother Esau, we nĩmbiguire baba waku akĩra mũrũ wa nyũkwa Esaũ, bring me some game and prepare me some tasty food to eat, that I may give you my blessing in the presence of the Lord before I die." thiũguĩme ũke ũndugĩre tũnyama ndĩe ngũrathime mbere ya Ngai mbere ya nguĩte. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Sitaki kusoma hiyo yote. Ndiko nakomama gukuothe. Verse number 14. Ũbali wa 14. So he went and got them and brought them to his mother, and she prepared some tasty food, just the way his father liked it. Then Rebekah took the best clothes of Esau, her younger son, Nake Rebeka akĩoca nguo cia Esaũ mwanake ũrĩa mũkũrũ which she had in the house, arĩa ena ciku and put them on her younger son Jacob. agĩcoka akigĩra mũrũ wa nyina Jakubu. She also covered his hands and the smooth part of his neck with the goatskin. Agĩkunĩkĩra njara ciake na gĩthũri na karũa ka ng'ondu. Then she handed it over to her son Jacob, the tasty food and the bread she had made. Agĩcoka akĩnengera mũrũ wake Jakubu tũirio tu twega arugĩte na mũgate. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwo. Allow me to get to verse number 17. Mbĩtĩkĩria atĩ mũbali wa 17. So he went to him and kissed him. Hĩndĩ ĩtuĩke akĩmũgĩmbĩria. And when Isaac caught the smell of his clothes, he blessed him and said, Na rĩrĩa Isaka aiguire mũrukĩ wa nguo ciake akĩmũrathima akĩmwĩra, the smell of my son nĩnegua mũrukĩ wa mũrũ wakwa is like the smell of the field. ũvana ta mũrukĩ wa And kũithakari, the Lord has blessed.
May God give you the heavens due and of the earth's richness. An abundance of grain and new wine. Wengi wa dhabihu na divei pamoja na ndio sia kulimwa. May nations serve you and the people bow down to you. Magoroni magotuka tena na makwena magirire. And be Lord over your brothers. Be Lord over your brothers. Na okoro egoruria agoro adogwo. And may the sons of your mother bow down to you. Na siana sia magwa bigwe na magirire. Bwana asifiwe. Yesu arogosoa. So get to verse number 33. Ndipo bali wa mirongo itatu na ithatu. Isaac trembled violently and said, Isaka akinaina akiugaga. Who was it then that hunted game and brought it to me? I ate it just before you came and I blessed it. Nikwa yule kwesi okire mbele yaku ande taragi yako lia na namuradima. And indeed he is blessed. Na nema nemuradime. When Esau had his father's wives, He burst out to the loud and bitter cry and said to his father, bless me too, my father. But he said, your brother came deceitfully and took your blessing. Underline verse 35. Praise the name of the Lord. The same altar which was built by Abraham affected Isaac. It affected his children. Praise the name of the Lord. In accordance to the Israel culture, or the Jewish culture, the firstborn is the one who is entitled all the blessings under the name of the father. And because Esau was the firstborn, he was entitled the blessings of Isaac. Praise the name of the Lord. And when he was so enough and said, I feel like as if I can die, he said, he called Esau and said to him, go and bring a game, prepare smart meal for me. And I eat, I bless you before I die. Praise the name of the Lord. And the word of God says, the mother overheard what they were speaking. Praise the name of the Lord. And said to Jacob, go into the shed and bring a lamb. Praise the name of the Lord. We prepare it, we give your father, he bless you before he dies instead of Isaac. And they were very cunning because the father was old, he could not see. When he came, he said, my father, I have come. Wake up and eat the meal you bless me before you die. And the Bible says, his father, after he had eaten, he said, my son, come over and I bless you. He kissed him. The reason as to why he told him to come and kiss is because he was hearing the voice. The voice is not of the Esau I was speaking to. So he wanted to kiss him so that he may feel the smell of the son because of his clothes. Naye mama yake ni nani? Na madhabahu ya uongo ni gani? Iliingia fikra, sababu tunajua lazima amkumbatie.
no netwe se no nginyamo kumbatiria lazima anuse jasho ya Esau. no isioria bibi na Esau enungaga Na akinusa ya Yakobo atajua. na anongera Yakobo no kumenya Kwa sababu sauti amesikia. Tunajua sauti lazima asikie, si yake. no netwe mugamba no kugwete wake Mama yake akakimbia kwa nyumba ya Esau, akachukua mavazi ya Esau. mutumia ngina Rebeka agitegera mukwanyo agiosa ngosia Esau Akaja akamfarisha kijana yake Yakobo. akinekera Yakobo moro wake Yesu arogoswa. So wakati baba yake alienda kunusa, akasikia hayo mavazi na hiyo jasho ni ya Esau. Boko ende akije koradima na kingo yote dina ni ya Esau. The altar Igongona of light. ya mabeni Bwana asifiwe sana. Yesu arogoswa. It is very cunning, Na wala mwingi very scheming. na mubango mukali So the Bible says, ilika weka uga alipoingia lilia engirire na kanusa jasho, ngira mwana kyosho akamwambia kijana yangu, kuja nikubariki sasa. akimura ukawiko radime Baba yake akatoa baraka, ndiake kerie idadi akamwambia ndugu zako watakuinamia, akimura amro adho ni makakwena mataifa yatakuinamia, maburuni ni makakwena merera utabarikiwa, nuka radimwa mashamba yako yataleta mavuno. pego ndio akune kaleta makela Baraka haina shida. yani pokitina dena Praise the name of the Lord. Yesu arogoswa. I shall declare blessing upon your life. Ni kwa nini yale motolele waku But what altar is speaking in your life? no ni gongona ili kusia ile motolele waku Bwana asifiwe sana. Yesu arogoswa. So the Bible says, Ile kana kirauga when he did that, ekogwo huyu Esau amekuja, no auka amebeba mnyama. akuita yunyamo Bwana asifiwe sana. Yesu arogoswa. Akakuja, Ageuka akachinja, akivenda akaandaa kana nyama mzuri, akiruga to nyama te akapika chapo, akivingi ruga to megate akapelekea baba yake. akivililete Akamwita baba, mwela baba amka okera ukule, ulie nimefanya ulivyoniambia. nembe kilio mbele Sasa nimekuja leo ni nauka ndio ukule unibariki. ulie undadime Kamuuliza ni nani? imulia no Mzee amechanganyikiwa. mundu ni mundu atukanirwa Ni nani? kwa hiyo Mwambie si Esau ndugu kijana yako mkubwa. mwela kile pia sawa mwana wa kule mukuru Akamuuliza, kimulia na ni nani huyo? kwa hiyo ile kosio Alikuwa hapa. uraya hapa Nimembariki yote. na namurathima ina dimosio Ameleta nikakula nikambariki. au kaleta nale namurathima Bwana asifiwe sana. Yesu arogoswa. Mzee angetambua sauti ya jua huyu si Esau. Muthuri no ngakora ni mugato amenye yote Lakini kwa sababu kulikuwa kuna madhabahu ambayo ilikuwa inanena, no ni ndo kwena igongona ciaragia ili kuconvince mpaka akabariki yule ambaye kubarikiwa. kimwe gwithia nginya kirathimo ria tabati kurathima. Praise the name of the Lord. Mwathani arogoswa. So the Bible says, Ile kanyo kiugaga Esau aliposikia maneno hayo, Esau rĩegwire ciugo icio akalia, akĩrĩra akasema hii ni mara ya pili. akiuga rĩrĩ rita rĩa kaĩrĩ Alichukua uzao wangu wa kwanza, sasa amechukua baraka zangu. ocire ũrigithathi wakwa rĩu ana irathimo nwa woca. Hiyo mchezo ya kupeana birthright ilikuwa mchezo ya hii uongo ya babu zake. Ucio muthako wako mesa na ũrigithathi waika muthako ka muthako Kwa sababu ya njaa. nĩ ũndũ wa ng'aragu ndecirige nĩ ũndũ ũcio Jamaa alitoka kichakani akiwa njaa. nĩ ũndũ no aumĩte gĩthakare mũhũtu. Praise the name of the Lord. Yesu arogocwa. Kuja kauliza ndugu yake, una kitu unaweza nipea kugura? Ile mrongi nawe na kanyamu ngine ngerane Namwambia kitu siwezi kosa, lakini na wewe lazima ukubali kunipea Kimwe- your birthright. kimwe akamjusi ndingetura lakini wanginya wĩtĩkĩra mũmbori kĩthathi waku Akaona kama mchezo ka uongo. onaga tũtaka Alikuwa anafikiria huyu namdanganya cirĩgio nĩ mũbenia nimpe birthright kwa mdomo, nĩ mũbe na kanyua lakini hiyo udanganyifu itakuja mpaka mwisho. no mabeni mayũka nginya mũthia. Praise the name of the Lord. Yesu arogocwa. Akasema verse number 35 ambayo nimemalizia nayo, Akiuga 35 ĩrĩa narĩkia nayo that Jacob came to me Jakobu aukire kũrĩ niĩ and took the blessings deceitfully. aoca irathimo na njĩra ya mabeni. Bwana asifiwe. Yesu agocwe. Kwa nini alichukua?
osire niki Si kwa sababu alitaka kuchukua, tete nondo no enda go si kwa sababu baba yake alipenda kupeana, tete nondo enda no enda go lakini alichukua hizi baraka no osire ya ndimo ino kwa sababu kuna madhabahu ilikuwa inanena katika familia yao. nyondo kwenda magongona maragia thini wa muci wao. Praise the name of the Lord. Jesu arogocwa. Bwana asifiwe. Mwathani agocwe. We get to Genesis chapter 32. Kiambiria 32. Niweka mtaini kujitera ndoa na mbura. Anasema sana. Mungu amekushika kupitia mvua. Nginya kuma ndo ngiuma. Hata kutoka pale kwa mlango uwezi. Madara mabisa kana gatenda ndo ngiuma. Hata wale ambao huchomoka na kiti nje leo. Genesis chapter 32 verse 22 to 31. Kiambiria 32 kwambia 22 nginya 33. That night Jacob got up and took his two wives, Utuko ucio Jacob akima na gasa tumia yake. his main servants and his 11 sons, and crossed the ford of Jabbok. Ndungata ciake cia andu anja na makiringa mukurua Jabbok. wa Jabbok. After he had sent them across the stream, he sent over all his possessions. Aleke kumaringia ruhi agituma indo ciake ciothe. So Jacob was left there alone. Wo Jacob agitigwa bau aiwenga. And a man wrestled with him till daybreak. Na mundu fulani akirwa nake nginya ukithi kuthamburukana. When the man saw that he could not overpower him, Ria mundu ucio ni endaga bata Jacob. he touched the socket of Jacob's hip, Akinyita tuthungwa twa kuguru kwa Jacob. so that his hip was wrenched as he wrestled with the man. Nginya tugitaguka akirwa na mundu ucio. Then the man said, "Let me go, for it is daybreak." Mundu ucio akimwira tiga ndie ni undu ni muthenya ugite kuthita gukia. But Jacob replied, No Jacob agicokia. "I will not let you go unless you bless me." Jinge kurekia nginya undathime. Watu wanatafutaka baraka kila mahali. Ando masare irathimo akurema gato. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwa. The man asked, "What is your name?" Mundu murume ucio akiuria ritwa riaku ni ririku. And Jacob answered, Jacob akiuga "Jacob." ndagwa Jacob. And he said, "Your name will no longer be called Jacob, but Israel, Mwira ritwa riaku ndugutoka gwitwa Jacob ringi ugetagwa Israeli. because you have struggled with God and with men, and you have overcome." Ni undu no gianite na Ngai na andu no gatorania. Hata tufikishe hapo. Atukinyie bau. Bwana asifiwe sana. Jesu agocwe. Sasa Yakobo Riu Jacob akivusha mali yake, akiringia indo ciake ndipo akapatana na mtu, nipo macemania na Mungu. wakang'ang'ana usiku wote. Maro watu kumugima. Bwana asifiwe sana. Jesu arogocwe. Na huu usiku kulipokaribia kupambazuka, Na kuthita gukia akamwambia niache niende. imwe ndekereria ndi. Akamwambia siwezi nikakuachilia mpaka unibariki. Inge kurekeria dio tandandimite. Praise the name of the Lord. Jesu agocwe. Akaulizwa, "What is your name?" Akiuga wetagwa atia. Akasema, "My name is Jacob." Ritwa riakwa ni Jacob. Do you know the meaning of God, Jacob? Nwese maana mangiwa Jacob. It means a conman. Kiugaga koni mani. He called his brother twice. Ni undu no akonire muruangi na maita mairi. Bwana asifiwe sana. Jesu arogocwa. Mpaka ikabidi ang'ang'ane abarikiwe. Nginya igibidi arathimwe. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwa. Genesis 37 from verse number 12. Kiambiria 37:12. We see now Jacob with his sons. Riu turona Jacob na ariũ ake. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwa. Walikuwa wanaenda kulisha mifugo yao. Mathite kurithia Na urĩithi wao. walipokuwa wanalisha, Biblia inasema Na makĩrĩithia kĩrĩkanĩro gĩkauga yule kijana mdogo alikuwa anaitwa Joseph, mwanake ũcio mũnini wetagwa Jusufu akatumwa na baba yake wapelekee chakula. agĩtũmwo nĩ thĩa mathirĩrio. Alipoenda Athiĩ wakaona huyu ni muotaji, makĩona ũyũ nĩ mũroti. wakati wake wa kufa umefika. Kabinda yake ũkũrĩ Wakasema haka tunaua leo, makiuga kaka nĩtũkũraga. hatutawahi kainamia. Tũtigakenamĩrĩra. Praise the name of the Lord. Jesu arogocwa. Hallelujah. Haleluya. Verse number 34. Mũbari wa 34. Genesis 37:34. Kiambiria 37:7. Mũbari wa 34. 37:34. Yes. Tuanzie verse 31 to 34. Twambĩrĩrie 31 nginya 34. Then they got Joseph's robe, Magĩoca nguo cia Jusufu. slaughtered a goat, and dipped the robe in the blood.
Makĩthĩnja mbũri magĩcoka magĩikia nguo ciake thakame. They took the ornamented robe back to their father and said, Magĩoca kanjũ ĩyo yaing'emie mũno kũrĩ ithe makĩmwĩra atĩrĩ, we found this. tũkorire ĩno. Examine it and see whether it is your son's robe. Taroria kanjũ ĩno ĩroneka nĩ ya mũrũ waku. He recognized it and said, Akiuga, it is my son's robe. ĩno nĩ nguo ya mwana Some ferocious animal has devoured him. Nyamũ njũku nĩ imũthithũkĩre cia Joseph has surely been torn into pieces. Jusufu rĩu no tarũrangirwe. Then Jacob tore his clothes and put on sackcloth and mourned for his son many days. Jakubu akĩruta nguo ciake ekĩra nguo cia makonia na akĩcakaya mũrũ wake matukũ mengi. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwo. Walimuuza, Nimamwendirie, wakachukua nguo yake, moca nguo ciake, wakachinja mbuzi, mathĩnja mbũri, wakaitumbukiza kwa damu, maikia thakame, wakapelekea baba yake. mathirĩrĩte. Kamwambia tuliona hii. Makĩmwĩra tuonire ĩno. Bwana asifiwe sana. Jesu arogocwo. Nayota okolais. Mathĩni no marathiĩ na mbere. Ambayo ilikuwa ilijengwa na babu yao. Marĩa matumĩtwe nĩ ithe. Kamwambia ebuona kama hii, taroria kana nguo ĩno nĩ ya mũrũguo. ni ya kijana yako. Nĩ ya mũrũ waku. Akasema, he, ndio hii. Akiuga nĩma nĩ ĩno. Mnyama Nyamũ njũku amemrarua kijana yangu. Nyamũ ndĩca nĩongire arĩa mũrũ wakwa. Biblia inasema kwamba he mourned for him many days. Kĩrĩkanĩro kĩrauga agĩcakaya mũrũ wake matukũ mengi. Bwana asifiwe sana. Jesu arogocwo. Lakini hakujua alidanganywa. No ndamenya akathĩnirwe. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwo. Deuteronomy chapter number 5 verse 9. Gũcokerithia Maathani 5:9. Deuteronomy Gũcokerithia Maathani chapter number 5 verse 9. 5:9. The Bible says, Kĩrĩkanĩro kauga, you shall not bow down to them or worship them. These are idols. mũtikenamĩrĩre mĩhianano ĩyo kana mũmĩthathaiye. For I, the Lord your God, am a jealous God, Nĩ ũndũ niĩ Ngai wenyu nĩ Ngai wĩ wĩru. punishing the children for the sin of their fathers, Mberithagia ciana nĩ ũndũ wa mehia ma maithe, to their third and fourth generation, to those who hate me. nginya rũciaro rwa kana na rwa gatano kũrĩ arĩa manthwĩre. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Hii sasa inakuja huku nyuma after Abraham na watoto wake wamefanya hiyo. Icio nĩ ndeto iraga na huko thutha wa Ibrahimu na ciana ciake gwĩka ũguo. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwo. Judges chapter number 6, Atĩ bũrũri ithathatũ from verse number 1 to verse number 23. ĩmwe nginya 23. The Bible says, Kĩrĩkanĩro kĩrauga, when God was calling Gideon, rĩrĩa Ngai etaga Gideoni, the Israelites sinned against the Lord, Aisiraeli makĩĩria Ngai, and God released their enemies to oppress them. na Ngai akĩrekeria thũ ciao But imathĩnjĩrĩrie. because God wanted to deliver them, No ndũ Ngai ndakũmakũũra. He told Gideon, Akĩĩra Gideoni, I want you to take 2 bulls from your father's flock. nienda woce ndegwa igĩrĩ kuma ũrĩithĩre wa You slaughter the first one. ũthĩnje ya mbere, You pull down the altars of your father, wĩkũrũkie magongona ma baba waku, because they affect your life so much. nĩ ũndũ nĩ mathĩnagia mũtũrĩre waku mũno. Bwana asifiwe sana. Jesu arogocwo. Mungu akinena na Gideon alikuwa anajua kuna madhabahu inamsumbua. Ngai akĩaria na Gideoni amenyaga kwĩna igongona Na imũthũkũraga. ndio Gideon aweze kumtumikia Mungu vizuri. Na nĩgetha Gideoni atungatĩre Ngai wega, Lazima angemwaga hii yote chini madhabahu ya babu yao. no nginya angĩatũndĩ magongona mau ma maithe. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwo. Na aliambiwa enda uangushe hiyo mti ambayo wanainua madhabahu nayo. Na uitumie kama kuni ya kuchoma hiyo dhabihu. Akĩrwo mũtĩre mau mamĩmbagĩria macinagĩra igongona icio thiĩ ũteme mũtĩ ũcio na kĩgongona kĩu ũkũndutĩra wakie mwaki na ngũ cia mũtĩ ũcio. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwo. Verse 24 to 25 Marĩo 24 nginya 25. of Judges chapter 6 Atĩrĩrĩ bũrũri ithathatũ ndio inazungumza kuhusu kufuja hiyo madhabahu. nĩ era rĩboro wa kũthũkagia igongona icio. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. How should you deal with them? Ũbatiĩ kũrũa nacio atĩa? Ninapoenda kutamatisha. Ngĩrĩkĩrĩria. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwo. Ephesians chapter number 6 Aefeso ithathatũ verse number 11. marĩo 11.
Ephesians chapter number 6 verse number 11 na Efeso 6:11 ambayo tunajua sana. yatwese muno. Tuanzie verse 10. Finally, be strong in the Lord and in the power of his might. Ubwo yaina binya mwezi no wangai mukibatwe ne Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Mwanza ito siote siaka isi ambarnike na mwetileje mivango ya Saitani. Ndio uweze kujikomboa katika haya madhabahu yaliyonenwa. You don't have control over them, but you can overpower them. Nikendoko tawekura igongona alisio na kwa na binya lakini moitilie binya. Praise the name of the Lord. Mwadhani arogoso. You take the full armor of God. Wasa madaraita banga imonde. Praise the name of the Lord. Mwadhani arogoso. Verse 12 says, for you, our struggle is not against the flesh and blood, Valio kumi na ile roga wone ndo bara sieto sienda kama mwili na takame. but against rulers and against authorities, No kalio ni kaliko na dhalina mawadhani. against the powers of darkness, Kalio kuna mavinya manduma. and against spiritual forces of evil in the heavenly realms. Na mavinya makiro dhini wa utawala wale yale. Ile siku nyingine niliwaambia kuna roho mpaka ya uongo inakuwa mbinguni. Mwenye swenge na mwili kinyakwero wa mabeni we karaka matwini. Bwana asifiwe sana. Mwadhani arogoso. Kabla ya ifanye kazi juu ya maisha yako lazima iombe ruhusa. Mbele ya kiroho kikirutewera mutule ali wapo ngia kiambe kipo eroda. Praise the name of the Lord. Yesu arogoso. Lakini kama kuna madhabahu ambayo inafanya kazi itakukalia hata bila ruhusa. No akorokwe bagobana barutaka wira ni mawemene wana matai na roda. Hallelujah. Amen. We fight against the powers, rulers, principalities, evil schemes of the devil in the heavenly realms. So wakali uko na mapinya monda maki mawadhani marema barutaka wira ndumari. Ndio itashusha hiyo madhabahu yote inayonena katika maisha yako. Nikenda binya wanga wikurukia madhaba magongana marutaka wira dini wa mutulira wa. 2 Corinthians chapter 10 Akorinto wakaire 10 verse 3 to verse number 5. Uli wa gatatu nginya wa gatano. The Bible says, Ikaneka uga. for though we walk and live in the world, Ana korone to seragana to gatura dini wa ndino. we do not wage war as the world does. Tutiro waga mbara toria ndemero waga. The weapons we fight with are not the weapons of the world. Mandaraita maraturu ana mote mandaraita magokonde. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Noni mandaraita maina ninya wao ngai wa kuna nga igongoni asije badepe. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. Kutoka ngia mawadhani monde na kwegwa kwonde kuria kuyambararagia iguru lya boti wa ngai. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Na kunyita migwate message wa monde tugasoma mathikire Kristo. Praise the name of the Lord. Yesu arogoswa. The way we went to war, we do not do it as the world does. Uria turuaga mbara tuthiruaga uria ndikaga. Praise the name of the Lord. Yesu arogoswa. But we do it in another dimension. No turuaga na njira ingi. Because the weapons we fight with, Ni undu mathaita maria turuaga namo. they are not of the world. Temande. They are powerful. Maina minya. Praise the name of the Lord. Yesu To arogoswa. bring down every principality, every stronghold down. Wekurukia monta maki monde na mabinya monde thi. Every altar that is speaking against your life, Na magongana monte maria maragia karibu na you muturire need waku. to take the full armor of God Ni uria batarawa sa mandaraita monde mangai and with the weapons of God, na mandaraita mangai. so that you may overcome them in Jesus' name. Nefama torie thini wa rito letu. Praise the name of the Lord. Mwathani arogoswa. Receive Christ Jesus as your Lord and Savior. Amukira Kristo Yesu tamaki na mukono kiwa. That is the first stage. Yonyo ikinyo lya mbere. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogoswa. 2 Corinthians chapter 5 verse number 17. Akorindo akaire 5:17. The Bible says, Ndikanaweka uga. therefore if anyone is in Christ Jesus, Koguo mundu wa gwetha ikora thini wa Kristo is a new creation. no tukite kiumbe The kieru. old is gone, Maundu maria makuru ni mathiru and behold, new has come. na maundu maceru ni maukite. Praise the name of the Lord. Mwathani arogoswa. The second point, Ndwakairi how to deal with it. When you become a new creature in Christ, watuka kiumbe kieru thini wa you Kristo. must look unto Jesus. Manginyo sotherie Yesu. Hallelujah. Amen. He is our
our commander. Uliake utwathaga. Hebrews chapter 12 verse number 2. Aibeania 12 mstari wa kairi. The Bible says, looking unto Jesus, who is the author and the finisher of our faith. Praise the name of the Lord. If Jesus is the author and the finisher of our faith, if we behold at him, he will give us victory. If you continue with that verse at verse 3, the Bible says that he bear the shame of the cross. Hallelujah. Amen. That we may obtain victory. Ya mwisho, you learn to sacrifice and worship God in sincerity. Withomithie na kwirutira kuthathaiya Ngai wina uma wa ngoro kana umaniru nake thiini wa ngoro. Psalm 50 verse 17. Zaburi 50:17. God requires a contrite spirit. Ngai nwendaga roho wazi kana umanirite nake. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Jesu arogocwo. You offer a sacrifice of worship to God deeply. You become deep in the spirit. Urute ngongona ria kuthathaiya Ngai ulikite thiini wa roho. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Madhabahu haitavunjika kwa sababu ya kusifu wapendwa. Ngongona itisiu na ngone ndo wakugoca. But worshiping God and prayer, deep in prayer. No kuthathaiya Ngai na kulikira ndari thiini wa maboya. Praise the name of the Lord. When we become worshippers, we worship God in truth and in spirit. Twatuika athathaiya Ngai thiini wa roho na ma. These altars will come down. Ngongona icio ni ikuomoka. Then you must learn to offer sacrifices, to break them down. Osoke withomithie kuruta magongona maguciunanga. Whenever God spoke to his servants, his servants responded with sacrifices. They raised the altars, they offered the sacrifices. Praise the name of the Lord. That God may affirm what he has spoken or what has been the strength of his life. It was being healed. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Church of Christ. May Almighty God bless you and do you good as we deal with the altars that speak against our lives. Bwana asifiwe sana. Unajua kuna madhabahu ambayo inasumbua watu. Acha nikwambie madhabahu aina ya madhabahu. Nimemaliza kusoma Biblia. Ngeti tuweze kwa nai. Bwana asifiwe sana. Kuna watu ambao kama ni masomo wakifika class 7 ama class 6 inaishia hapo. Ati kwao mundu akama piu akama akinya 7 kana 6 kana 8 kana kama Amerikenge alama orema mete muno akinya testana ndivyo. Ati unakuta familia nyingine wanasoma sana wamefika class 3. Makinya kadiri dire kwa kujisu tu. Wakifika grade standard 3 siki kwenda shule. Na wakajiri na baba. Na inaishia hapo. Kuna wengine nao wewe na yengi kwetu hatuoreki. Humo sisi ndo matilikaga. Anasifiwa sana. Amen. Ukiangalia shosho yako. Hii soso ajumbe tu. Hakuolewa. Ndadika. Kama wengine nilikuwa nao, nilikuwa naipea. Nilikuwa naombea. Taenge hapo yagira. Anasifiwa sana. Yesu agoswe. Akaniambia yeye ameolewa na wanaume wanne sasa. Kimwira kiabi kitu ni arumeana na hata mwenye ako naye na wanaosia nake haoni wakikaa ndaona magitogora. Kuna watoto wanne wa baba tofauti. Na ciana inya cia methe ngurani. Alafu makirio huko. Akaniambia mama yake kumwira ngina naye aliolewa na wanaume 6. Ngina na kia kitu ni arume atandatu. Makere managwa. Hakuna mama alikuwa na kaza hivi ya mwaka. Na gotie mucie ekara mwaka kadira. Mpaka akafika mahali akasema acha nikae. Yeye kinyama ndo akiwa nembe karo ugori. Akasema hawa wanaume wako na wazimu. Uga arume ni agoro. Sosi yake. Soso wake.
The same. Yundu ya wakiu. Hiyo ni familia ambapo hawezi oreka. Kauneka kamusika katika ando matandika. Hiyo ni madhabahu ilijengwa kwao. Nikigongana kia madhabahu ya tumioko. Na ikasemekana hii hakuna kuoreka zaidi ya mwaka mmoja. Okay, kana mukabika gatura kini maximum ni mwaka. Sasa wakati alikuja kanipea hiyo mashinda yote. Lea ukiake mubade inosio. I prayed for her. Akimuboya. Praise the name of the Lord. Mwadani ya rogo sema. I prayed for her, nikamwambia sasa hiyo ni madhabahu ilijengwa, lazima uvunje hiyo madhabahu na ujenge ingine. Akimwira kiuni kigongana ya kinwa nendo wao ndio sio ngine ukio mumole wake tivi. Akafanya hiyo. Agiko huko. Sasa hapo mwaka wa 4 kwake. Ndio ya mwaka wa kana kwake. Bwana asifiwe sana. Yesu anaongoza. Akaniambia hata sasa hivi bwana yake amempenda zaidi. Akimwira alikuwa hata mdhuru wake amwendete makilia. Hata wale watoto walikuja na wao wanatiritiwa kama wafalme. Wanasiana ile uketa na sio sio sawa na dirapega pio. Praise the name of the Lord. Mwadani ya rogo sema. Bwana asifiwe. Yesu anaongoza. Unajua kuna ingine ya usingomata, familia hiyo ni ya usingomata peke yake. Wewe mwezi wa bangirwe ozinwa atumia mata yako. Ama mwingine naye unakuja unaachiwa watoto. Kila mtu akikuja na kuachia watoto kwako kumekuwa chudrezo. Na hake wiga akorwa ni mudhuri wa gutigirwa ciana mara wa gato mutigira ciana we karata muci wa ciana. Bwana asifiwe sana. Yesu agoso. Hii madhabahu yote lazima tuvunje wapendwa. Maongana Mungu ndano ngine maunangwe. Bwana asifiwe. Yesu agoso. Wao ni watu waokofu sana, waokofu. Hii kwa hiyo ni hapo na kuonde. Mmeokoka. Mungu ni tajiri na Mungu anatajirisha, lakini hakuna hata Lakini ndo ndani kama sikili. Bwana asifiwe. Yesu agoso. Hapo kuna madhabahu inazunguka hapo. Baba na maongana mataime kama igongana itaime ila kuna madhabahu hapo. Hapa hamtawahi toka hii level. Hii si ungete mutika veto kama. And the devil anasikizaga ile maneno ambayo inanenwa na ile madhabahu ilijengwa. Na Saitani no thikagiria siku ile ciaragua na igongona ile ciakitwe. Bwana asifiwe sana. Yesu arogoso. Church of Christ we must change. No nginya kanisa wa Kristo tugaruke. Kuna familia ambayo kuna pombe ya familia. Wewe na Messi yandikirwe njovi. Warevi wanafuatana hivi. Asima nyunya nginya twana. Bwana asifiwe sana. Tuonde no nginya tukunde. Inafuatana hivi yote. Ote kama kuruli huko. Wengine waliitishiwa mpaka crusade kwao nyumbani. Nginya metero crusade kwao msie. Wakahubiriwa, wote wakapiga magoti wakaokoka. Mabu njeriwa ndema bono kaombe. Bwana asifiwe sana. Amen. After kuokoka, after 2 weeks walijifunga kukunywa, lakini after 2 weeks Makigeja kwigiriria kujua lakini wiki ngirike bila. walikuwa naitafuta kwenye imebakia. Manyulia kinyana matererete. Hiyo ni madhabahu inanenaga hivyo. Sisi ni gongona ciara hiyo. Ukiangalia hiyo familia yote inaenda hivi. Waroria kamukurulika kama sisi uko na karadi la yenyewe. Praise the name of the Lord. Yesu anaongoza. Church of Christ lazima tuvunje madhabahu mengine katika familia zetu na katika maisha yetu. Kanisa wa Kristo wangi yetu ndanga igongona imwe, ndio wa kanisa na dini wa Mesia. Kuna wengine wanajaribu kwa biashara inazidikana. Engi magiria wakilia kwa biashara kakalema. Bwana asifiwe sana. Yesu anaongoza. Ujue kuna madhabahu iliongewa hivi pamoja ikatengenezwa hii. Hata kama atauza sukuma, hizi zitakuwa yeu. Akapea ng'ombe na mbuzi na sungura. Umenye wika ngereri gekiriwe kaigongona kigo yo ndagatogora. Anaga yekwendia ndigo igatune bagaikora. Ni tuli wa kidogo utagigimira mwana. Zinaiba mpaka zinaoza. Sukuma cia tuweka yero nginya mburi na ng'ombe itingiria. Tondu gisa ngiri itingiria yero. Sukuma zinaharibika hata zikiwa yero mpaka mbuzi na ng'ombe hawezi kula. Church of Christ kuna madhabahu mengine lazima tukataane nayo na tuivunje. Tuseme it is not our portion in Jesus name. Kwenda igongona zingine yetu lega na setu ya hapana, ino ni tuwalega tisi yetu dhini wale. The Bible says God made him who knew not sin to be sin for us, that we may become the righteousness of God. Ilika ni kirauga ati na kenga yake tu ule utese media atuwe media na tuwe adingwanga hii. Bwana asifiwe sana. Mwanda ni arogoso. He was made poor that we may become rich.